Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama ya kengele. Mbengo TV, we are the best. Tumezungumzia vitu vingi, tuingie sasa kwenye dunia. Natamani nifahamu vingi humo ndani. Ila tuanzie hapa. Manyanya tumepata nafasi ya kumfahamu kwenye familia ya Mzee Kicheche, tukaja kwenye Agano kama sikosei, lakini pia tumekuja kumuona kwenye dunia. Ila familia ya Mzee Kicheche tumemfahamu Manyanya kama msomi. Humu ndani tumekuja kumfahamu kama Manyanya ni baba wa familia, baba mwenye mke mmoja, lakini pia ni baba ambaye ana mchepuko, na ni mchepuko ambaye ni mjamzito. Kuvaa viatu vya Manyanya wa kwenye tamthilia ya kwenye series ya Dunia. Kwako kwanza imekaje kutazama vile viatu vyake alafu kavivaa na vikakutosha ukaweza kufit in na kuwa yule ambaye unahitajika kuwa? Ilikuwaje? So mchezo haikuwa simple kwa sababu kwa mara ya kwanza napokea hii character kwa ajili ya kumhudumia huyo mtu, kumcheza huyo mtu ambaye anaitwa Manyanya. Niliona ni kama nimevishwa ule mchezo wote alafu nimekabidhiwa mimi. Sawa kwamba wewe utakuwa ni mwanaume, ni mume ambaye yupo ndani ya ndoa, lakini mume huyu pia atakuwa na mchepuko nje. Sawa maisha ambayo atakuwa anaishi na mkewe ndani ndio ya sababu ya kutoka nje, lakini baadaye huu mchepuko unaweza kuharibu ndoa yako, unajua zile, na ukawa na maisha magumu mpaka kuendelea kule. Kwa hiyo ukimwangalia huyu mtu unamuona kama ni mtu ambaye ni kiungo cha katikati, anachezesha nje, anachezesha ndani, na yeye ndo anatakiwa connect mchezo uweze ku make sense kwa sababu ya ile maisha ya ndoa. Tukija kwenye mpira tunamuita midfielder anapiga huko na huko, si ndio? Midfielder lakini sio kisheti. Sawa. Kwa hiyo nilipopewa hiyo character nikaona yes, huu mzigo ni mkubwa, na niliamini nitaweza kwa sababu ya kitu nilichokuwa nacho ndani. Kwa hiyo kutokana na hiyo dhamana ndo nikasema sana nahitaji nitulize akili na nimjue kabisa huyu mtu ana majukumu gani na niweze kumdeliver. Nashukuru Mungu, since episode ya kwanza nikaanza kupata picha, episode ya pili napata nguvu, episode ya 3 mapokeo. Bahati nzuri unajua jamii huwa haidanganyi, ikikupokea imekupokea, na kama ukiwa na tofauti yes. Kwa hiyo nashukuru mapokeo pia hata kwa jamii alikuwa mazuri, kitu ambacho pia kiliniongezea nguvu ya kusema kwamba okay, huyu mtu ambaye anatakiwa sasa awasilishe anaonekana anachokiwasilisha kinafika, ndio maana jamii imempokea mpaka sasa hivi. Na natamani pia nifahamu kitu. Tukitazama series ya Dunia ama tamthilia ya Dunia jinsi inavyoenda, kuna vingi mule ndani vinatokea. Kwa Manyanya aliwezaje akasimama akasema mimi naweza kufanya hiki japokuwa kila mtu atapokea kwenye nafasi yake? Iliwezekanaje kwa upande wako? Upande wangu kama muigizaji, ama upande wangu kama mimi mwenyewe? Muigizaji, na upande wako kama wewe mwenyewe? Irudia tena sasa. Kuigiza, kuishi na mchepuko, tena kuishi na mke ambaye anafanya vitu ambavyo una uwezo kumrekebisha na ukamweka sawa. Kwako uliwezaje hichi kitu? It's very hard, unajua. Unaishi na mke, umemuoa kwa ndoa, na ni mwanamke ambaye umempenda, na ni mwanamke ambaye ukitoka nje ukitazama maisha ya nje unaona kabisa mke wangu akifanya kitu fulani anapendeza, unarudi ndani unamwambia, lakini kuna baadhi ya vitu alikuwa akivifanya ukashindwa kabisa kumwambia, mwisho siku kaamua kutoka, na ukawa sasa umetafuta mtu ambaye yuko extra, anafanya vile zaidi ya mkeo alivyokuwa anafanya. Maji ya maziwa, unalishwa chakula, ukiwekewa chakula, ukirudi kutoka kazini kwanza masaji, unaoga. Yani kuna vitu ambavyo mkeo kabisa anaweza akavifanya, lakini hafanyi kama vile mchepuko alivyokuwa anafanya. Na una uwezo wa kumuona mchepuko anafanya hivi, ukarudi ndani ukamwambia mke wangu, jaribu kufanya hiki na hiki na hiki na hiki, unajua hii ukifanya hivi itakuwa hivi. Iliwezekanaje ile kuvaa ule uhusika? Kiuchezaji is very possible kwa sababu unapita kwenye njia ambazo unatakiwa upite. Kitu chepesi kuhusu uigizaji ni kwamba everything is scripted, kwamba vitu vingi vinavyoonekana vinachezwa ni vile ambavyo tayari vimeshachorwa. Kwa hiyo msanii unakuwa unapita kwenye njia tu kwa ajili ya kuweza kuwasilisha ile tukio husika. Kwa that is very simple. Lakini when it comes to reality, hapa sasa ndio kweli unaweza kumzungumzia kwamba
Manyanya amekutana na maisha ambayo hakuwahi kuyaota wala kuyafikiria kabla. Yes, kwa sababu aliingia kwenye ndoa akiwa na furaha na mkewe, na akatamani ama kutarajia furaha hiyo itakuwa mpaka mwisho wa maisha yao, pengine mpaka uzeheni. Lakini kadri ambavyo alikuwa anaishi na huyu mke wake, wakagundua kwamba kuna vitabia vidogo vidogo ambavyo vilikuwa havionekani kipindi cha mahusiano yao ya kawaida, lakini kwa sababu sasa hivi wako pamoja wote, vile vitabia vinachipuka. Ukiingia kwenye ndoa unaingia kwenye dunia mpya. It doesn't matter huku nje mlikuwa mnaishi vipi kipindi mko katika dating ya kawaida, but when it comes to marriage everything starts from zero. Sawa, kwa ile mnaanza upya everything. Kwa ndo maana hata zile tabia ambazo zilikuwa zina erupt kipindi yuko na mke akawa anashangaa, what is this, mbona sijawahi kukuona hivi, mbona sijakuzoea hivi. Unajua zile kuna namna zikawa zinamcrush Manyanya, akawa anaishi pengine mke wangu huyu mimi hanipendi, au labda huyu mke wangu kashaanza kutoka na wanaume wengine nje. That's why akamtengeneza Jordan kwa ajili ya kuweza kutrick ili kuona kama ana date na mtu mwingine, mimi ndo maana ananifanyia hivi visilani. Lakini akagundua kwamba no, mke wake she's innocent, hana hisia na watu wengine nje, sio kama hampendi mmewe, lakini ni ule tu ubize wa kutafuta pesa. Ubizi ambao kipindi wana date haukuonekana kwa sababu mwanamke alikuwa katika mingo zake, mwanaume alikuwa kwenye mingo zake. But when they come together, wanahitaji muda kuwa pamoja, mwenzake bado anaendelea na safari yake ile ya ubize, kitu ambacho kwenye ndoa pia hakitakiwi. Kwa hiyo hapa kukaanza kutengeneza hiyo misuguano ambayo simtetei Manyanya. Manyanya pia sometimes kuna vitu anazingua. Hekima yake ilikuwa ndogo ya kuweza kuhandle hizi changamoto ndogo ndogo ndani ya ndoa. Kwa hiyo mwisho wa siku akajikuta anahitaji kupata utulivu wa nje kwa mtu mwingine. Lakini ule utulivu aliokuwa anautafuta sasa ukamzidi nguvu, kwa sababu kakutana na experience mpya ambao pia hajawahi kuijua. Kwa ni rahisi mno kwa mwanaume kama Manyanya ambaye sio concord wa masuala ya mapenzi na mahusiano kuzama katika ile mpango wa kando. Kwa sasa ule mpango wa kando uliomzamisha Manyanya ndo kaleta shida. Sawa, huku yuko ndani ya ndoa lakini hapati ile ladha ya ndoa kwa mkewe. Huku hayuko ndani ya ndoa lakini kuna ladha anaipata ya kindoa kwa mtu wa nje. Kwa hiyo huyu hawezi kumwacha kwa sababu anapata anachotaka, na huyu hawezi kumwacha kwa sababu ndio mkewe wa halali. Sawa, Kwa hiyo challenge inaanzia hapa. Natamani nifahamu kitu kimoja. Hili nilimuuliza hata Vai, tukikuweka wewe kwenye viatu vya Manyanya sasa hivi, una mchepuko, una mke, mchepuko una ujauzito, pengine labda kwenye maisha yako ya uhalisia, ungechagua wapi kuenda? Ungeachana na mtoto wako ukabaki kutoa huduma, ukabaki kwa mkeo kama kawaida, ama ungeacha mke tukaendelea na lile swala la pete ambalo lilivunjika hapa kati kutokana tu na wazazi kuja nyumbani kurekebisha swala la ndoa? Kumwacha mke kwa sababu tu ya mchepuko ukapata ujauzito, hii sio akili timamu. Sawa, hii sio akili timamu kabisa, kwa sababu hata huyo mke uliokuwa naye ukikaa naye vizuri anaweza kupata huyo mtoto wa nje, lakini sio rahisi kwa huyo mtoto huyo binti wa nje mwenye mtoto ukaweza kumpata akawa mke sahihi. It's not easy. Mati hana quality ya mke sasa hivi, ni mchepuko. Sawa, lakini Violet ni mke kabisa, mpaka kaolewa na quality zake, she is good. Kwa hiyo nikisema nimwache mke afu niende kwa mchepuko, siwezi kujua nitakutana nacho nini. Pengine nikishamuoa huyu kuna yake ambayo sijui. Si ndio? Kwa ina maana na huyu nitamwacha kipengele kingine. Kwa ni reality, mimi kama mimi at the straight point, mimi ningebaki na mke wangu. Yes, kwa sababu paka nimemuoa ina maana tayari nimeshampitisha, nimeshamridhia. Hivi vingine vidogo vidogo vinavyotokea hivi ndivyo ambavyo vinatakiwa vitokee ili tupimwe ukuaji wetu na ukomavu ya mahusiano yetu. Hakuna ndoa ambayo imenyooka hivi. Na ukubwa wa ndoa na ukomavu wake ni kwa sababu ya changamoto zinazotokea. Yeah, kwa hiyo solution sio kwenda nje, solution ni kubaki ndani na kujadili. Kwa hiyo mimi ningebaki na mke wangu. Mtoto ningemhudumia tu nje, lakini ningebaki ndani. Hichi anachokifanya Manyanya kwenye series ya Dunia, kwa upande wako wewe ukikitazama kwenye jicho la tatu, unahisi kuna usahihi wote? Kubaki na mke, kubaki na mchepuko at the same time? Manyanya, afu kizuri sana nikimzungumzia Manyanya, simzungumzi Manyanya peke yake, na uzungumzia wanaume wenye itikadi kama za Manyanya. Kwa hiyo hii message inaenda kwa sehemu nyingi sana. Yes, inaenda sehemu kubwa. Lakini personally si support mimi asilimia kubwa maisha ambayo anafanya Manyanya. Kwa sababu
kama labda ningesema ni support huyu binti mwingine wa nje, zingefanyika taratibu akamuoa. Sihalalishi mahusiano ya nje, sihalalishi sana hayo mahusiano ya kuwa na mchepuko wa nje kuwa ndo kama mkeo. Sihalalishi hivyo. Kama atamuoa, it's okay. Tukahesabu ana ndoa mbili kama ulivyokuwa mfumo wa Kiislamu, si ndio? Ana bi mkubwa na bi mdogo, that's it. Lakini kama itakuwa ni ya wiziwizi tu ya nje, mimi sio muumini sana wa vitu hivyo. Kwa hiyo anachokifanya Manyanya kwa sasa hivi si sahihi. Natamani ningila ukitazama picha ya Manyanya na maisha yake anayopitia ndani ya ndoa, lakini pia huku kwa mchepuko, nini hasa wewe unajifunza ukitazama uhusika huu? Najifunza vitu vingi. Najifunza vitu vingi sana. Najifunza sehemu ambazo Manyanya alikosea mpaka kutengeneza tatizo. Unajua safari hii ya maisha ya ndoa ya Manyanya yalianza kidogo kidogo. Sawa, na hata tatizo lake lilipo erupt, yeye hakuweza kujua alitibu vipi. Hekima ya kuto kujua kusolve vipi tatizo lake ndio limeenda kuzalisha tatizo zaidi. Sio, umenipata? Kwa hiyo Manyanya alikosa hekima ya kusolve mgogoro wake wa ndani ya ndoa. Na hii ndio kaenda kupelekea kutengeneza tatizo ya kuilipua kabisa ndoa yake. Yes. Kwa hiyo kwa hapa mimi, japo wanasema ndoa ni ya mwanamke, ukiona ndoa imevunjika na imesheki, mwanamke kashindwa kusimamia, lakini pia tusisahau kusema kwamba mwanaume ndio kiongozi, au baba ndio kichwa, ndio kiongozi wa nyumba, ndio kiongozi wa familia. Sawa. Kwa hiyo yeye anatakiwa awe first. Akiamua ku lead well, basi hata ile ndoa pia inaweza ikawa iko vizuri. Lakini akilegea katika kuiongoza, ina maana yule msaidizi wake naye akishindwa, ndoa inakufa kabisa. Kwa hiyo Manyanya alikosea. Kimtazamo wangu najifunza kukosea kwake, na alichokosea ni kuruhusu kuamini kwamba nje kunaweza ukampa faraja ambayo alikuwa anatakiwa ipate ndani. Hapo alikosea definitely. Na ndio mwanzo wa kuona ndoa yake imeshaanza kuingia kwenye migogoro, na sio yeye tu. Ni maisha ya Manyanya ni mfano wa maisha ya ndoa nyingi sana ambazo ziko sasa hivi. Michipuko imepewa nafasi kubwa kuliko wake wakubwa. Lakini hii wanafanikiwa kwa sababu bado hakujalipuka. Lakini siku ikija kutokea kama iliyotokea kwa Manyanya, yes, ndoa nyingi zitakuwa na mgogoro sana. Ali yuko kwenye ndoa, tukiachana na huyu Manyanya tunayemuona. Ali yuko kwenye ndoa? Ali bado hayupo kwenye ndoa. Lakini yuko kwenye mahusiano. Unajua hizi interviews na tabia moja. Anacheka. Tunaenda kuelezea interviews zina tabia gani tena? Tabia kuwekeza vitu. Ngoja nikuelekeze. Unaona kama hapa, I don't know kama italeta andikwa. Kwa mfano, kwa tele hii unaoniuliza hapa sasa hivi nikiwa nimekaa hapa. Nasema hivi, hauko kwenye mahusiano. Yes, na nataka niseme kitu. Naweza nikasema kiuhalisia kwa sasa hivi hapa nilipo, sipo kwenye mahusiano. Sawa, Manyanya ipo single, Ali yule ipo single kabisa. Lakini mwanzo nilianza kusema hizi interviews kwa sababu gani? Leo naweza nikasema sipo, lakini kesho kutwa nikaingia kwenye mahusiano. You see? Kwa atakayeiona hii interview tena hapa ambaye atakuwa ni mpenzi wangu wa kesho kutwa nisimjua, atanipa kibarua cha kwanza kumuelezea kwa nini nilisema niko single wakati niko na yeye. Lakini for reality, for this time nazungumza hapa kwenye interview, Ali yupo single. Natamani kufahamu haya maisha ya Ali huku nyuma before kuwa single. Aliwahi kuingia kwenye mahusiano, na najua na hiyo ipo. Ulishawahi kuchepuka kwenye maisha yako halisi ya mahusiano? Yes, nilishawahi. Nini kilipelekea ukatoka kwenye mahusiano? Kuna vitu nilivikosa kidogo kwa mpenzi wangu. Kwa hiyo nikajaribu kwenda nje. Ulivipata nje? Hapana. Ndani uvitengeneze. Vilimiss tu, yani unajua unaweza kukosa kitu kidogo ambacho kwa yule ndani ungemtengeneza pia ungekipata vile vile. Lakini muda mwingine sisi wanaume tunakuwa wazito kwamba afanye hivi, nataka hivi, sio hivi, imekuwa hivi na hivi, hii na miss. Unaona, ngoja ni test hapa naweza nikapata. Lakini ukitesti kule utapata kile, lakini vingine utaona hakuna ambavyo huku vipo. What else? Utafute mwingine ambaye amekamilika. Si utakuwa unazunguka. Kwa hiyo nilitoka kwa sababu ya kitu kimoja, labda viwili niliviona viko sawa, lakini nilipoenda kule nikavipata, nikagundua kuna vingine pia haviko sawa ambavyo huyu hana kule vipo. Kwa
Watu mrudi huko Kuna jicho fulani hivi ulikuwa ukimtazama Matilda, watu walikuwa wanasema kapo fulani hivi ambao zile comment ulikuwa ukiziona? Kuna kipindi nilikuwa nasoma comment, baadaye nikasisomi comment. Kachana nazo. Nikasomi. Ulikuwa ukiona watu wanavyopenda penzi lako wewe na Matilda? Sana. Hiyo nimeiona sana ya. Unahisi nini kiliwafanya wao wakubaliane na hiyo kapo yenu ya kwenye dunia? I don't know, kwanza nafikiri ni type ya hayo mahusiano. Unajua mahusiano ambayo yako mwanaume akizidi kidogo umri, mwanamke akiwa mdogo, mahusiano yako na ladha. Sawa na Manyanya alivyokuwa anaishi na Mati, kila mtu alikuwa amekaa kwenye position yake. Tofauti Manyanya alivyokuwa anaishi na nani huyu? Na Violet. Kwa hiyo huku kulikuwa kuna ladha ya mapenzi kabisa, kwa sababu Manyanya alikuwa anacheza kama baba, kama mwanaume. Mati alikuwa anacheza kama mtoto, kama mwanamke, msichana. Kwa hiyo walikuwa wanabadilishana experience ambazo kila mmoja hazijui kwa mwenzake. Tulikuwa tunapata test nzuri ya mapenzi. Kingine ni chemistry pia ya uchezaji. Mimi nilipokuwa nacheza na Mati, ilifikia tu sasa mimi mwenyewe ni kama tunajuana, kwamba mimi nikifanya hivi yeye unamuona yuko hivi. Mimi nikicheza huku unakuwa yuko huku. Kwa hiyo mkikaa kwa muda mrefu kwenye uchezaji, inafikia tu mnakuwa ni kama chemistry yenu tu inanoga. Ni kama alivyokuwa Shirukani na somebody, kuna mdada mmoja hivi aliimba naye Kuchikuchotae, mimi siwajui vizuri Wahindi. I think so, itakuwa ndio huyo, sijui kwenye Kuchikuchotae. Kuna mdada ambaye huwa Shirukani karudia sana, ambao wao walikuwa akicheza movie yoyote lazima movie iwe kali kwa sababu ya ile chemistry yao ya uchezaji. Kwa nafikiri pia tayari tulikuwa tumeshaanza kutengeneza chemistry ya mimi na Mati kwenye uchezaji. Yaani tulikuwa mimi na yeye tukicheza pamoja, tayari kuna mashabiki ambao wapo kwa ajili tu ya ile scene yetu. Hata mimi pia nilikuwa ni big fan wa scene zetu. Sawa. Baada ya kusikia Mati anaondoka, itabidi tulete Mati mpya na nini, ilikuwaje kwanza? Sasa ilikuwa kubwa, ilikuwa nzito. Ilikuwa nzito sana. Mshtuko ambao uko kwenye jamii sasa hivi, kwa mashabiki na wadau ambao wanafuatilia kazi zetu, mshtuko ulianzia ndani. Karibu mwezi mzima kwanza. Hili swala sisi tuliliona mwezi mzima kabla halijatokea. Kwa tukao nalitafakari, what's happened? What's going on here? Tunafanyaje? Tufanye hivi? Hapana. Mwezi mzima we were struggling, tukasema hapana, tumwache, tumforce acheze hivi. Sawa. Tukamlazimisha, baadaye daktari akarecommend kwamba huyu anatakiwa pumzike, mkilazimisha hivi mtakuja kuharibu. Ndio hapo sasa tukawa tuna namna, kwa mpaka daktari akasema tabidi tulie, kwa sababu lifikia tu hata akisimama hivi ana kwenye kucheza anayumba anaanguka. Ukaona hapana bwana, afya ni bora sana pia kuliko hata hizi kazi ambazo tunazifanya. Kwa lazima tufanye sub. Kwa hiyo ndio sikafanya taratibu. Akaingia tena mtamu mwenye utamu wake pia, ambaye ni Mati pia yule. Yes, na is good by the way. Deni tulipo dogo kwa jamii kuweza kumpokea. Najua sio rahisi kwa sababu ya mazoea, lakini sisi wenyewe kama watu wa ndani wana team tumeshampokea na tumeshamzoea, na tuhakikishie tu kwamba hakuna kilicho haribika. Natamani uieleze experience yako ya kukaa na Mtamu kwa muda mchache, kwa maana Mtamu kwenye sini za mapenzi ninamuelewa kutokana, naweza nikasema ni fan wake, nimeshafuatilia kazi zake sio moja sio mbili, nimeanza kumjua since yuko kwa Madebe, anafanya kazi na Madebe, kazi zote ambazo amezifanya na Madebe mpaka ninamfahamu since yuko, sio huku tu, kwa maana mimi pia ni fans wa Madebe na movie zake. Natamani pia wewe umuelezee kidogo jinsi unavyomuona anavyofanya kazi, nini hasa unaona hapa unasema huyu anafaa pia kuwa Mtamu, kuwa Matilda. Kikubwa cha kwanza ambacho naamini sana ni naamini kwenye performance. First time namuona yeye nilioneshwa video yake, kwa sababu katika ule mchakato wa kutafuta watu ambao to replace hiyo nafasi walikuwa wengi wenye mionekano mizuri pengine kuliko hata yeye. Lakini yeye kitu ambacho alikuwa tofauti na wengine wote, tukiacha mbali utoto na rika, lakini namna ya uchezaji.
ana performance nzuri, ana performance ambayo inaweza ikaleta kile kitu ambacho kilikuwa kinatakiwa katika ile character ambayo anatakiwa acheze. Na hii ndio advantage kubwa iliyompa ushindi yeye. Kwa hiyo tangu ulivyomuona nikasema okay, that's nice. Tumuone karibu. Kweli hata ile siku ya kwanza anakuja, ile scene ya kwanza kabisa anacheza pale kwenye ngazi, hakukuwa na nguvu kubwa ya kumdirect ili aicheze. Kazi ilikuwa ndogo tu kwa sababu tayari ndani yake kuna kitu. Kwa alivyo deliver akasema yes, something something yanayo. Changamoto ndogo tu iliyokuwepo ni kwa sababu tu ya yale mazoea pia ya timu ambayo ukakutana nayo, na sio hapa tu, hata kwenye sports. Mchezaji mmoja hata kama ni nguli kiasi gani akienda kwenye usajili wa timu mpya hatowika ndani ya siku moja. Siku pale zina dominate ile compound for a long. Kwa hiyo lazima naye akae adapt yale mazingira, aweze kuadapt ile energy yale wahusika ambao wako nao, and then atamatch kwenye mfumo and everything will be perfect. Ndicho ambacho atakuwa pia kipo hivyo. Kwa hiyo she's good, she's talented, na anaweza kadeliver the same alipokuwa na deliver yule aliyopita. Yeah, kwa hiyo for me kwa muda mfupi nilokaa naye she's good. Nachoomba tu watu tumpe muda. Yeah. Sawa. Neno moja kwa mashabiki zako, nini hasa unawaambia sasa hivi? Nikisema moja, naomba niseme mawili. Sawa, sema mawili. La kwanza ni shukrani. Nawashukuru sana mashabiki zangu na mashabiki wa series ya Dunia kwa kutuamini, kutukubali na kutupokea mpaka sasa hivi hapa. Na tunaomba muendelee kufanya hivyo. Neno la pili ni upendo. I love you so much. Nawapenda sana mashabiki wangu, nawapenda sana mashabiki wa dunia nzima, maana sio tu Tanzania Yes. Yeah, kwa hiyo yes. Tuko nje ya nchi huko. Yeah. Kwa hiyo makubwa ni hayo. Shukrani za dhati na upendo wangu wa dhati kwenu. Yes. Mimi niseme asante sana mtazamaji, nilikuwa na Manyanya ama tunaweza tukamuita Ali. Tunatamani tulione ili Ali somewhere. Kwa sababu ili la Manyanya tumelipata sana, na Manyanya ndo jina lake ambalo linafahamika maeneo yote, japokuwa tangu yuko huko alikuwa akitumia Manyanya, ili Ali limekaa pending. Mimi naitwa Lane na hii ni Mbengo TV, niseme thanks for your time.